hapa nchini Kenya, ambako wanaharakati na wanasiasa kutoka Afrika Mashariki na hasa Tanzania na Uganda wanaendelea kukimbilia Kenya wakidai kutoroka ukandamizaji katika mataifa yao. Miongoni mwao ni David Jumbe aliyekuwa msaidizi wa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu, anayesema alikimbia baada ya kutishiwa maisha kufuatia uchaguzi wa mwaka uliopita. Hata hivyo, wanaharakati hao wanasema wanaishi kwa hofu ya kutekwa na kurejeshwa kwa nguvu katika mataifa yao. Wanaharakati wanazungumziaje swala hili? Francis Auma ni kutoka shirika la Muhuri jijini Mombasa. Kenya imejulikana kwa mambo, kwa lugha ya kimombo, illegal rendition. Mtu akiwa amekimbia anahofia usalama wake, lakini Kenya watakupeana. Lakini Kenya ina sifa mbaya sana kwa upande wa kurejesha watu ambao wamekimbia kwa usalama wao, na hii kihakika upande wa utetezi wake za kibinadamu tunaona ni dhulma hali ya juu, na hawajali. Tunasema wanafanya kibabe, wanafanya na nguvu, manake hawaangalii maslahi ya mtu ambaye amekimbilia usalama wake. Manake Besigye alishikwa hapa Kenya peupe na akapelekwa kimatekateka, kapelekwa na nguvu Uganda na mpaka leo ako kizimbani. Mwaka 2024 mamlaka za Kenya kwa ushirikiano wa Uganda zilimkamata na kumrejesha nchini Uganda Daktari Kizza Besigye. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezindua hapo jana mpango wa ujenzi wa reli ya SGR kipande cha Tabora Kigoma, na uzinduzi wa ujenzi wa meli 4 za mizigo mkoani hapo. Katika ghafla hiyo, Rais Samia amesema mkoa wa Kigoma una nafasi muhimu kwa sababu ni lango la Tanzania kuelekea nchi jirani. Hivyo maendeleo ya reli, bandari na usafiri wa majini yataifanya kuwa kitovu cha biashara za kikanda. Wafanyabiashara kutoka katika soko kubwa nchini Kenya la Marikiti lililopo jijini Nairobi wanalalamikia namna kuendelea kwa ukosefu wa umeme katika soko hilo kwa zaidi ya wiki moja sasa, ulivyoathiri kazi zao na bidhaa mbalimbali. Mwanahabari wetu Daniel Kimani ametembelea soko hilo na hii hapa ripoti yake. Wafanyabiashara katika soko la Marikiti, soko kubwa zaidi nchini Kenya, wanakadiria hasara kubwa kufuatia ukosefu wa umeme uliodumu kwa muda wa wiki moja. Hali hiyo imepelekea wateja wengi kuhama soko hilo kutokana na hofu ya usalama inayosababishwa na giza totoro. Hiyo kukosa stima inafanya tuanze kazi saa 12 na tunaanzanga saa 10, kuanzia saa 10, saa 11. Tunakosa stima, watu hawanunui, na wale wananunua wanakuja na pesa fake. Bado giza inatuangamiza. Tunaingia soko saa 10, tukifika saa 10 tunakutana na wezi pale nje. Hata simu unaona vile tumejipanga, tumefunga na kamba ndo isiende. At least tumenunua zote, simu hawezi charge. Sasa tunaomba tu serikali atuweke stima. Kwa upande wake, serikali ya Nairobi imeahidi kutatua swala hilo kwa haraka. Geoffrey Musiria ni katibu mkuu wa umma Nairobi. Hilo tatizo halijafika kwetu, lakini kama lipo tutalitatua. Tutatuma maafisa wetu waweze kutatua shida hiyo kama ipo, kwa sababu hiyo kwa umle haijafika kwetu. Daniel Kimani, RFE, Nairobi. Mahakama Kuu siku ya Jumatatu ilisikiliza ushahidi kutoka kwa shahidi wa upande wa mashtaka nchini Kenya aliyelindwa, ambaye alisema alilipwa ili kufuta picha za CCTV kutoka kituo kikuu cha polisi siku chache baada ya kifo cha mfungwa Albert Ojwang. Kuna nini kwenye habari rafiki? Msikilizaji, ripoti mpya kutoka shirika lisilokuwa la kiserikali Kivu Security Barometer inasema visa vya utovu wa usalama vilipungua mwezi Juni, huku kundi la ADF likiendelea kuchukua maeneo zaidi, nalo kundi la M23 likiendelea kuwa kundi hatari. Wewe uliyepo hapo mashariki mwa DRC unazungumzia vipi ripoti hii? Nini kifanyike ili kuzuia makundi kama ADF kuchukua maeneo zaidi? Shiriki kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp, anza na kujumlisha kisha 254 Nam, saa 1:36 Afrika Mashariki. Senegal imetangaza kuwa inaunga mkono harakati za aliyekuwa rais wa nchi hiyo Macky Sall kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Collins Odhiambo. Hatua hii imekuja baada ya Macky Sall kurejea Dakar wiki iliyopita na kukutana na kufanya mazungumzo na Rais Bassirou Diomaye Faye. Kabla ya uamuzi huu, Senegal ilikuwa imekataa kumuunga mkono Sall
ambaye alitawala nchi hiyo kati ya mwaka 2012 hadi 2024 kwa madai ya utawala wake kutekeleza mateso na unyanyasaji mkubwa wa kisiasa alipokuwa madarakani. Sall amekuwa akiishi nchini Morocco alikokimbia tangu alipoondoka madarakani mwaka 2024, na hatua ya kuungwa mkono na Rais Faye inaelezwa na wachambuzi wa mambo kuwa ni kwa sababu ya kisiasa. Hii inamaanisha kuwa serikali ya Senegal sasa itahusika pakubwa kumpigia debe Macky Sall anayetaka kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa. Rais huyo wa zamani alipendekezwa mapema mwaka huu na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye kuwania nafasi hiyo, lakini mataifa zaidi ya 20 ikiwemo Senegal ikikataa kumuunga mkono. Shughuli za uokoaji zilikuwa zikiendelea jana Jumatatu ili kuwapata manusura wa boti iliyozama kaskazini magharibi mwa Nigeria baada ya watu wasiopungua 5 kuzama na wengine 12 kutoweka. Rais wa Sao Tome and Principe Carlo Villanova ameshinda muhula wa pili wa miaka 5 kulingana na matokeo ya awali kutoka kwa tume ya uchaguzi iliyotangazwa Jumatatu. Fuatilia habari zetu kwenye X RFI Kiswahili. Ukiwa jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, matangazo ya RFI Kiswahili yanakujia kupitia Mandela FM. Manyara tunasikika kupitia Smile Radio na Spirit FM huko Lindi kusini mwa Tanzania. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza nyongeza ushuru kwa 50% kwa bidhaa mbalimbali zinazoagizwa nchini humo kutoka nchini Canada. Hilary Ingati. Rais Trump amesema amechukua hatua hii akishutumu Canada kwa kutoza ushuru mkubwa kwa magari, bidhaa za maziwa na pombe kutoka nchini Marekani. Baadhi ya bidhaa kutoka Canada ambazo Marekani imeongeza ushuru huo ni pamoja na mvinyo na bidhaa kutoka viwandani kama saruji. Ripoti kutoka ikulu ya White House zinasema utekelezwaji wa hatua hii ya Marekani itaanza ndani ya siku 30 zijazo. Mark Carney, waziri mkuu wa Canada, amejibu hatua hii ya Marekani na kusema nchi yake itaendelea kulinda uchumi wake na itaendeleza mazungumzo na Washington katika siku zijazo, akiongeza kuwa hatua ya Trump inavunja mkataba wa kibiashara kati ya nchi hizo. Hii sio mara ya kwanza kwa nchi hizo jirani za Amerika Kaskazini kujikuta kwenye mvutano wa kibiashara. Nchini Uingereza, waziri mkuu mpya Andy Barham ameahidi kurejesha tumaini nchini humo. Nitaleta mpango mpya kwa Uingereza, mpango wa miaka 10 unaoweka njia kutoka hapa tulipo sasa hadi pale ninapoamini sote tunataka Uingereza iwe. Popote tunapotoka, chama chochote tunachounga mkono, lakini kwa sasa naweza kufanya kitu ili kuwapa watu nafasi ya kupumua, msaada fulani wa gharama ya maisha. Ni sauti yake waziri mkuu wa Uingereza Andy Barham. Na saa 1:40 Afrika Mashariki. Mislet Ijai muungana nami studio hapa. Karibu Mislet. Nam, asante Bili Bilali. Kama nilivyokujuza awali, tunaanzia kule nchini Tanzania na magazeti karibia yote yamechapisha kuhusiana na uzinduzi wa reli ya SGR kule Kigoma, Tabora. Gazeti la Mwanahabari kwa mfano limeandika Rais Samia sisitiza amani akizindua SGR Kigoma, Tabora, asema usalama ni msingi wa Tanzania kuwa kitovu cha biashara Afrika. Lakini gazeti la Taifa Tanzania limeandika Kigoma kuwa kitovu cha biashara, Daktari Samia asema haitakuwa mwisho wa reli tena. Wakati gazeti la Mwananchi, gazeti hili limeandika mbali na taarifa hiyo kuhusiana na reli ya kisasa ya SGR, gazeti hili limeandika wahitimu wa vyuo na maisha halisi mtaani. Wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kati wako wanafanya mitihani ya mwisho kabla ya kuhitimu. Matumaini ya wengi ni kupata kazi nzuri na kukua kiuchumi. Bila shaka Ali Bilali, ni matumaini ya kila mtu anapoenda shuleni. Hilo ni kweli. Nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo limeandika wahuni waheshimiwa. Hata ingawa baadhi ya wahuni waliotishia maisha ya raia kule Olkalau wamefichuliwa, hawajatiwa
hawajatajwa na polisi ama kuhojiwa. Bilali ni kuhusiana na ule uchaguzi mdogo kule Ol Kalou. Gazeti la The Standard limeandika nchini Kenya, bila shaka limeandika hali ya wasiwasi katika eneo la Bonde la Ufa ni kufuatia uchaguzi wa kule Ol Kalou ambao chama cha Rais William Ruto kilishindwa. Lakini gazeti la Daily Nation limeandika kuhusiana na taarifa ya wahuni ambao hawawezi kukamatwa. Bilali. Naam. Mhuni hawezi kukamatwa. Naam. Tuendelee? Bado nina muda. Sawa. Lakini gazeti hili limeandika wanafunzi wa vyuo vikuu wadanganya kuhusu vifo vya wazazi wao ili kupata ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu. Nami nikushukuru sana Mizleti Jai. Asante. Victor Abuso amungana nami hapa kutujuza habari za michezo. Asante sana Ali Bilali. Baada ya kukamilika kombe la dunia, sasa tunaanza kuangazia matokeo mengine ya michezo. Na jana mabingwa Hispania waliwasili katika mji wa Madrid na kupokelewa na maelfu na kwa mamia ya mashabiki wa timu ya taifa ya soka. Hali kadhalika Argentina pia ilirejea nyumbani, lakini ilirejea bila ya nahodha wake Lionel Messi. Walirejea bila kombe ambalo lilishinda miaka 4 iliyopita halikurejea. Kwa hivyo kulikuwa na furaha, lakini pia majonzi, wakiwa na matumaini kwamba watafanya vizuri mwaka 2030. Wakati huo Bilal, kama unakumbuka vizuri, kombe hilo pia litafanyika hapa barani Afrika, kule Morocco, kaskazini mwa Afrika. Watakuwa wenyeji wa mashindano hayo. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ni kwamba michuano ya soka Sekafa kwa nia taji la klabu bingwa Kagame Cup itaanza siku ya Ijumaa jijini Kigali. Kutakuwa na timu 12 ambazo zitashiriki. Kundi la kwanza ama kundi A kuna wenyeji Rwanda, kuna Vipers ya Uganda, Gor Mahia ya Kenya na Garde Republicaine kule Djibouti. Kuna klabu kama Simba Tanzania, Singida Black Stars na Al Hilal ya Sudan, bila kusahau Tusker FC ya Kenya. Klabu yako ya Young Africans haishiriki katika mashindano haya, bwana Bilali. Na mshindi atazawadiwa dola za Marekani 30,000. Lakini pia kutoka katika maandalizi ya la salama kabla kwanza kwa michezo ya Jumuiya ya Madola katika jiji la Glasgow kule nchini Scotland. Kuanzia hapo kesho kutakuwa na wana michezo zaidi ya 3,000 kutoka mataifa zaidi ya 70 ambao watashiriki. Nakumbuka kwamba haya ni mashindano ambayo yanashikilisha nchi ambazo zilikuwa koloni ya Uingereza. Kwa hivyo tunatarajia kuona baada ya kombe la dunia mashindano mengine makubwa duniani pia kiendelea. Na nikushukuru sana, tutaongea mengi zaidi ya awamu ya pili. Asante. Benson Wakuli anakujia hapa. Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu katika makala ya Jua Haki Zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Tatizo la biashara ya ngono kwa watoto pwani ya Kenya linazidi kuwa donda sugu, huku wadau kutoka mashirika ya kutetea haki za watoto wakionekana kuwa na wasiwasi kuhusiana na kuendelea kuongezeka kwa biashara hiyo katili na haramu. Ni kutokana na hali hiyo ndipo washikadau mbalimbali wanaotetea haki za watoto kutoka Kenya, Uganda na Ethiopia wanataka mataifa yao kuweka sheria kali kuhakikisha dhulma na jinsia kama vile ngono ya watoto na mimba za mapema zimepungua katika mataifa yao. Haya yanajiri huku takwimu kutoka kwa mataifa hayo zikionyesha kuwa idadi ya watoto wanaodhulumiwa kupitia mtandao pia inazidi kuongezeka. Karibu katika makala ya leo. Jina langu mimi ni Benson Wakoli, ambapo nashirikiana na mwenzangu kutoka pwani ya Kenya, Bidana Wanyonyi, kujadili kwa kina swala hili na wadau husika. Ni kutokana na hali hiyo ndipo mwenzangu Diana Wanyonyi ametembelea vijana eneo la Juda, eneo la pwani, ili kupata uhakika kuhusu tatizo hilo. Na sasa namwachia usukani Bi Diana Wanyonyi. Katika eneo la Junda, kaunti ya Mombasa, pwani ya Kenya, nakutana na wasichana wakiimba na kucheza ngoma ya kitamaduni kutoka jamii ya Giriama.
Vijana hawa ni baadhi ya vijana wanaojua haki zao za kimsingi na pia wameelimishwa kuzungumzia kwa uwazi masuala yanayowatatiza katika jamii. Nakutana na Fadhila Juma, msichana wa umri wa miaka 21. Yeye hutoa ushauri nasaha kwa wasichana hawa. Wengi wako like mimi ndo easy achane leo kufika kwa mzee wa mtaa ama kwa chifu. So mtu akiwa na shida anakuja, Fadhila nisaidie, twende wote kwa mzee wa mtaa. So mtu anakuambia twende wote. Nikifika hapo mzee wa mtaa mimi ananijua. Wanahofia kuwa hawatasikizwa. They believe in me and they trust me. Kwa nikiambia Fadhila hiki kitu tukienda kwa naye kwa mzee wa mtaa atatusaidia. Dhuluma zenye ziko hapa Junda ni mimba za mapema na pia GBV na SGBV, hizo ndo ziko hapa sana. So unakuta mtoto wa miaka 13 ama 14 years ana drop out of school, anaozeshwa. Mwanaume ndo amepewa hiyo priority ya kusoma, so sisi wasichana ndo tunaachwa nyuma like wives. Okay, in my office na work na young mothers na wenye wamepata hizo dhuluma. So in a year na receive almost like 20 to 50 cases kwa mwaka. Kwa mwezi unapata kama ni 10, 15. Fadhila pia ni mwanachama wa mradi wa She Leads, mradi unaoshirikiana na vijana ili kusaidia kukomesha unyanyasaji wa ngono kwa watoto. So like mimi ni bado ni a young girl mwenye still bado nataka empowerment. So napata a challenge of hiyo watu wanakuja kwa office, Fadhila, what should we do? Mimi nimerepiwa, what should I do? So kuna ile tu knowledge tu yangu yenye tumepewa. Nenda ureport, fanya hivi. So after that mtu ameenda kureport, kufika huko asaidiki. Just because kama ni msichana amereport unaulizwa, imagine karao anakuuliza ulikuwa umevaaje before urepiwe, ulikuwa nenda wapi, saa ngapi. So like wanachukulia hiyo kitu kwa it's a big deal. Kwa msichana kivaa nguo fupi or saa sita usiku msichana ufai kutembea, utarepiwa. Yeah. Pia nimezungumza na baadhi ya wasichana hapa Junda. Kwa majina naitwa Montum Rashid. Ali marriages to speak up out to my rights when someone anataka kunigandamiza kwa kitu. Kwa majina naitwa Salma Ali. Siku ya kwanza alikuwa anataka kujoin hapa, nilikuja tu nikaona drama. Pale vile Fadhila wafundisha wasichana wenzetu. Kabidi nimwambia hata mimi nataka kujiunga, ndo nikajiunga. Fadhila ametutoa yani ile haya wasichana. Peggy Masika ni afisa kutoka shirika la kutetea haki za watoto la Kenya Alliance Advancement of Children, anayesema watoto pia wana haki zao za kimsingi. Kaunti zetu za pwani zinaongoza kwa watoto. Unaangalia Kilifi, unaangalia Mombasa, zinaongoza kwa dhuluma ya kimapenzi, ya jinsia ya watoto. Sasa tunashangaa hii ni nini ambayo haifanyiki sawa. Dhuluma ziko nyingi sana hapa pwani, na hii kitu inatupatia wasiwasi sana kama washikadau, kama watu wanaofanya mambo ya watoto. Unapata katika hata urban hapa Mombasa, tukiwa na miradi za watoto, mtoto anakuja na kuambia, mimi baba yangu huwa ananilala, mimi ikioniona hivi kila asubuhi narauka niende nikatafute ndio niende shule, ama niende nikatafute ili niweze nikasaidia mamangu. Mzazi wangu ni mgonjwa, akona terminal illness, hajiwezi. Child-headed families ziko nyingi, sexual exploitation ziko nyingi. Siku hizi tulikuwa tusema tourist ndio wamekuja kufanya hii. Siku hizi hawako open hivi. Unapata sasa hawakubalishi kuleta watoto katika hoteli kama hizi hoteli kubwa. Siku hizi unapata wanachukua hizi Airbnb, wanafanya hayo mambo away from such spaces. Kwa hivyo dhulma dhidi ya watoto pwani bado iko juu, na inataka serikali, inataka washikadau, inataka jamii nzima hizi kushikana ili tuweze tukapigana na hii janga. Jua haki zako na Benson Wakoli. Pia nimefanya mahojiano na Esther Ingolo. Mimi ni mkurugenzi wa masuala ya jinsia na ustawi wa jamii katika serikali ya kaunti ya Mombasa, na ninafanya katika idara ya vijana, jinsia, michezo na utamaduni hapa Mombasa. Hali si nzuri kwa kweli, kwa sababu katika kesi ambazo tuko nazo ambazo ni 2800 kuanzia mwezi wa 5 mwaka 2020, ule mwaka wa corona, mpaka sasa visa vya watoto
out of the 2800 ni karibia 1200, ambayo tayari hiyo inakueleza kwamba si kitu cha kufurahia. Na ningetaka pia ukumbuke kwamba hizo ni baadhi ya kesi ambazo zimeripotiwa kupitia kwa namba ya bure, na pia zimeripotiwa katika center yetu ambayo iko katika eneo la Tononoka, inaitwa Mombasa County Gender Based Violence Situation Room. Kuna visa vingi ambavyo viko mitaani ambavyo haviripotiwi, aidha watu hawajajua umuhimu wa kuripoti, ama watu wanastiriana. Mtu anajua kuna kitu imefanyika, lakini kwa sababu visa vingi vya dhulma vinafanyika kwa watu ambao wanamfahamu yule mwathiriwa, utapata kwamba watu wanafunika zile kesi. Watu watafanya maelewano, kuelewana pale mtaani, wazazi wakae wa familia hii na hii familia nyingine wafanye kuelewana. Kama ni viongozi wa kidini, kanisa ama msikiti inaamua, wakae kama viongozi waweze kuelewana. Kama ni wazee pale, wazee wanaamua, wakae waweze kuelewana ili kesi iweze kuzimwa. Na pia kuna kwingine ambako labda watu hawana access ya kitu chochote ambacho watajua kwamba hapa nastahili kuripoti. Na pia kuanzia kitambo watu walikuwa hawana imani sana na koti, manake tulikuwa hatuoni kesi nyingi zikifanywa uamuzi ambao unafaa. Lakini kwa sasa, kwa sababu koti imeweza kujizatiti sana katika kutoa judgments za kueleweka, especially baada ya ile Sexual Offences Act, tumeona juhudi zikiimarishwa sana kwa masuala ya gender based violence. Kwa hiyo nafikiri baadhi ya vitu hivyo na zile juhudi za serikali, nafikiri hata umeona serikali kuu katika serikali iliyopita, alikuwa Rais Uhuru Kenyatta aliazimia kwamba tungetaka kukomesha dhulma nchini Kenya kufikia mwaka 2026. Kwa hiyo juhudi nyingi zikawekwa towards issues za gender based violence, ndio tunaona tumeweza kusonga pale tulipo, lakini hali towards children haifurahishi. Na labda ni kitu gani ambacho unaona labda cha msingi ambacho kinafaa kifanyike ili tupunguze idadi hiyo? Wazazi inatakana wachukue jukumu kubwa sana katika kulinda watoto wao. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu baadhi ya visa vingi, kulingana na utafiti ambao tuko nao na kesi ambazo ziko hapa, wazazi walikuwa hawakujihusisha sana katika maisha ya yule mtoto. Aidha walikuwa hamfuatilii mtoto, ama walikuwa hawataki kujua hata mtoto anaendeleza nini. Kwa nukta ya msikilizaji, makala haya ya Jua Haki Zako kwa leo yanafika kikomo. Jina langu ni Benson Wakoli, nimekuwa na shirikiana mwenzangu Diana Wanyonyi kutoka jijini Mombasa nchini Kenya kufanikisha makala ya leo. Hadi makala yajayo, kwa heri. Msikilizaji, ripoti mpya kutoka shirika lisilokuwa la kiserikali Kivu Security Barometer inasema visa vya utovu wa usalama vilipungua mwezi Juni, huku kundi la ADF likiendelea kuchukua maeneo zaidi, nalo kundi la M23 likiendelea kuwa kundi hatari. Wewe uliyepo hapo mashariki mwa DRC unazungumzia vipi ripoti hii? Nini kifanyike ili kuzuia makundi kama ADF kuchukua maeneo zaidi? Shiriki kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp, anza na alama kujumlisha kisha 254 yaliyomo katika mitandao ya kijamii. Nimeungana naye hapa Hilary Ngati kutujuza yaliyomo kwenye mitandao ya kijamii. Karibu. Asante Bilali, ni mengi sana, lakini kama kawaida mimi huanza kwenye wavuti wetu. Kuna taarifa hapa ya kwanza inasema Umoja wa Mataifa waonya kuhusu uwezekano wa Ebola kusambaa katika kambi za wakimbizi kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo wanatusikiliza akiwa kule maeneo ya Ituri, kule Goma na hata kule labda kule Bukavu, kule katika eneo la kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini. Anaweza kutoma taarifa hii kwenye mtandao wetu ili aelewe inazungumzia nini. Kisha kuna ya pili hapa, Senegal yaunga mkono azma ya Rais Macky Sall kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Hii ipo kwenye wavuti wetu, lakini pia anaweza kwenda pale akaisoma. Kumbuka kama za awali serikali ya Senegal ilionekana kwamba haikuwa inaunga mkono azma hii ya Macky Sall, lakini sasa hivi inaunga mkono azma hiyo. Kuna nyingine hapa inasema Rais Trump atangaza nyongeza ya ushuru kwa bidhaa
zinazotoka kule nchini Canada. Ametangaza ushuru wa 50% kwa bidhaa mbalimbali zinazoingizwa nchini humo kutoka nchini Canada, hatua ambayo anasema ni ya kulipiza kisasi. Ali Bilali, kwa hivyo anayefuatilia masuala ya kimataifa, msikilizaji wetu, unaweza kwenda hapo na ujue nini ambacho kinafanyika kule kati ya Marekani na Canada. Kisha kuna nyingine hapa Bilali, kule Marikiti ambao unaenda kuchukua samaki na nyanya. Kule umeme umekosekana kwa muda mrefu kidogo, na kule wafanyikazi ama watu wafanya biashara kule wanahangaika kwa sababu wamekosa umeme. Kwa hivyo kuna video hapa imefanywa na mwanahabari wetu, kijana mdogo sana anaitwa Kimani. Ametembelea kule wafanya biashara na ameandaa kitu hapa kuhusu soko la Marikiti. Natumai kwamba labda serikali itaingilia kati na kujua tatizo linatoka wapi kurejesha umeme kule Marikiti. Bila naam, nikushukuru sana, asante. Haya, nazidi kusonga mbele namna hiyo, msikilizaji, asubuhi njema hii.